Yesu. Ninapenda yeyote yule ambaye yuko hapa, ambaye jana hakuwepo, ambaye hajawahi kumpa uzima wa nzuri kabisa. Asante sana. Naomba kwanza unipe mkono kijana. Nafurahi sana kuona. Nafurahi sana, nafurahi sana. Nafurahi sana, nawapenda sana. Wapenzi wangu, sasa ningependa wale ambao na wewe unarudia. Hili ni neno la Mungu. Mungu anasema ya kwamba, neno lake linasema ya kwamba ukikiri na kinywa chako kuwa Bwana Yesu ni Bwana na kuamini ndani ya moyo wako kwamba Bwana Mungu alimfufua kutoka katika wafu, wewe umeokolewa. Umeokolewa ni kuamini ndani ya moyo wako na kukiri. Je, tunaamini kama Bwana Yesu ni Bwana? Amina. Haya basi, naenda kuanza sala hii na wewe unarudia nayo yasema. Sema: Baba, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunakuja kwako sahi. Tunakuja kwako sahi. Baba, nakuomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda. Baba, nakuomba unisamehe dhambi zote nilizotenda. Baba, nilizozitenda kwa kujua na kwa kutojua. Baba, nilizozitenda kwa kujua na kutojua. Kwa maneno yangu, kwa vitendo vyangu, na kwa kutotimiza wajibu. Kwa kutotimiza wajibu. Baba, ninakuja kwako leo. Baba, ninakuja kwako leo. Ninatamka na kukiri ya kwamba Bwana Yesu ni Bwana. Kwamba Bwana Yesu ni Bwana. Na ninaamini ndani ya moyo wangu kwamba alipokufa ulimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini moyo wangu katika. Basi ninakuomba Bwana Yesu. Basi nakuomba Bwana Yesu. Uje leo ndani ya moyo wangu. Uje leo ndani ya moyo wangu. Ukawe Bwana wangu na Mwokozi wangu. Na Mwokozi wangu. Ukanilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Ukanilinde katika hatari ya ukanilinde na vishawishi. Ukanilinde na vishawishi. Nahitaji kuishi ndani ya mikono yako. Nahitaji kuishi kwa mikono yako. Na kushukuru Bwana kwa maana tangu saa hii. Nakushukuru Bwana tangu saa hii. Jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Na yakataa matendo yote ya shetani. Na yakataa matendo yote ya shetani. Na ninayepokea matendo yako mema. Na ninayepokea matendo yako mema. Na najua kuanzia siku hii ya leo. Na najua kuanzia siku hii ya leo. Shetani hata nisumbua tena. Shetani hata nisumbua. Mapepo hata nisumbua tena. Bwana ukaniponya na kunilinda. Kwa wasichana hawa, watoto hawa, wakina mama hawa, wakina baba hawa, Baba na waweka mikononi mwako saa hii. Na kushukuru Baba kwa wokovu wao katika siku hii ya leo. Na ninakuomba Baba sasa uwapokee na wewe ndio ukawe nuru yao kila waendako. Ukawalinde Baba katika maovu yote, ukawalinde katika vishawishi vyote. Uwaponye na magonjwa yao yote, uwaponye na shida zao zote, uwaponye na hofu zao zote. Na Baba mwema, wewe mwenyewe sasa ukawaongoze, ukawafundishe, ukawaonyeshe njia watakayoendea, na jicho lako Mungu likiwatazama. Baba mwema, ninashukuru kwa maana nitakaporudi mwaka kesho nitakuta hawa kama nilivyowakuta wengine katika makanisa wakikutumikia na wakifurahi sana kuona walikupokea katika maisha yao. Asante Baba, ninayaweka yote kwako na ninakurudishia utukufu wote kwa jina la Bwana wangu Yesu Kristo. Asante Baba. Napenda sana. Haya sasa wekeni mikono yenu chini na ninafurahi sana. Unajua sasa hivi mbinguni, hapa sisi hatuwezi kufurahia kama mbinguni. La Bwana Yesu hivi hivi. Hivi hivi.
Halafu ndio sasa leo unaniona nimekuwa mwinjilisti. Siku na warinde na waweke salama. Sikuweza kuwatambulisha ndugu zangu niliokuja nao katika siku hii ya leo, hata watoto wangu walikuwa hapa, lakini kesho kwa sababu tutaanza vile vile mapema nitawatambulisha na wengine watatoa ushuhuda. Wengi wako hapa wanawapenda sana. Wengi wako hapa wanataka kuambia neno ambalo liko ndani ya moyo wao. Kwa hiyo kesho tunao kama huyu ana mdogo wangu Editruda, yule mdogo wangu Milembe, ni watoto wangu kwa Mungu, kwa kimungu, kwa ulezi wa Mungu vile vile. Nina mtoto wangu Irene pale, nina mtoto wangu Nadia kule, na mtoto wangu Buchadi yuko pale. Kesho tutakuja, kila mtu atakwambia ni yapi yako ndani ya moyo wake. Kwa hiyo nawakaribisha kesho. Na kesho, jana niliyokuwa nimewaahidi kwamba nitawaombea nikiweka mikono yangu, naona tena saa imekimbia. Lakini kesho mchungaji Claude naomba tuanze mapema ili kesho wale wagonjwa niweze kuweka mkono wangu, kwa sababu ninaamini kwamba Bwana Yesu alisema na ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Kwa jina langu watakemea pepo, na vile vile akasema kwamba wataweka mikono yao kwa wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo mimi namwamini sana Bwana Yesu. Ninaposhirikiana na wewe uko mgonjwa ukamwamini huyu Bwana Yesu pamoja nami, na weka mkono wangu kichwani kwako au sehemu unayoumwa, ninaamini umepona, na wewe ukiamini umepona, umepona. Kwa jina la Bwana Yesu. Nawapenda sana. Asanteni sana. Haleluya. Basi wale wote ambao umekata shauri naomba mwende hivi pale pembeni, nitakuwa na mchungaji Lambert hapa. Wale wote ambao wamekuja kwenye mkutano huu, kesho asubuhi kuanzia saa 3 tutakuwa kanisani pamoja na wageni wetu.